Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika mwendelezo wa kuzungumzia faida, fadhila, malipo ya swala mbalimbali za faradhi na za sunna, ambapo jana tulizungumzia kuhusu sunna ya udhu na tukaieleza namna zake. Leo insha Allah tutazungumzia kuhusu swala ya safari. Swala hii kidogo ina maelezo marefu na huenda tukazungumza katika klipu zaidi ya moja kulingana na jambo hili la swala ya safari. Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake juu yetu sisi Waislamu ametufanyia wepesi katika kumwabudu yeye, na Allah subhanahu wa ta'ala siku zote hatutakii sisi uzito, kama alivyotuambia mwenyewe, a'udhu billahi minash shaitani rajim, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala anatutakia sisi wepesi wala hatutakii uzito. Katika moja ya jambo zito katika maisha ya mwanadamu ni safari. Mtu anaposafiri, kuna mambo mengi katika safari. Kuna watu husafiri kwa biashara, kuna watu husafiri kwa maradhi, kuna watu husafiri kwa mambo mbalimbali ambao wakati mwingine huwapelekea uzito katika safari yao. Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea wepesi katika jambo hili la safari. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Abi Huraira radhiyallahu anhu inaoonyesha kuhusiana na uzito wa safari, ametuambia as-safaru qit'atu min al-adhabi, safari ni kipande cha adhabu. Mtu anaposafiri anakuwa anakutana na kipande cha adhabu, mtu anakutana na mambo mbalimbali katika safari yake. Na katika hadithi hii ndefu Mtume sallallahu alaihi wasallam alituhusia kwamba mtu anapomaliza safari yake basi arudi nyumbani kwake haraka ili kuwaondoa na hao uliowacha huku wasiwasi. Kwa hivyo katika moja ya mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi Waislamu ni kutuwekea wepesi katika safari, katika masuala ya ibada ya swala na masuala ya ibada ya saumu. Ibada hizi mbili ni kati ya ibada ambazo zimewekewa wepesi katika kuzifanya mtu anapokuwa katika safari. Lakini kwa kuwa sisi tupo katika kuzungumzia swala, tutaizungumzia swala ya safari, hatutokwenda kwenye swala la saumu. Safari ina mambo mawili ambayo yote mwenye kusafiri amepewa nafasi hiyo ayatumie. Jambo la kwanza, ameruhusiwa hasa anapokuwa katika ile njia pale anapokuwa anasafiri. Jambo la kwanza, amepewa nafasi ya kupunguza swala zake zile zenye rakaa 4 kwa maana ya adhuhuri na alasiri na isha. Swala hizi tatu unazipunguza kutoka rakaa 4 unaziswali 2. Swala ya alfajiri na swala ya magharibi hizi hazipunguzwi, zinaswaliwa kama zilivyo, asubuhi 2, magharibi 3. Na haya ndio maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na ndivyo alivyokuwa akifanya katika hadithi mbalimbali za maswahaba akiwemo Anas bin Malik, wameelezea jambo hili. Ama kitendo cha kupunguza, hii ni amri yake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ametuambia mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia, wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahu an taksuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, munapokuwa katika safari, mnasafiri, si vibaya kwenu ikiwa mutapunguza katika swala zenu au katika kuziswali swala zenu, ikiwa munachelea kwamba makafiri watawafanyia fitina, mtapata misukosuko mbalimbali katika safari zenu. Aya hii iliteremshwa wakati ule maswahaba walipokuwa wanapata tabu mbalimbali na makafiri wanapokuwa katika barabara. Lakini katika hadithi iliyopokelewa na Ya'la bin Umayya anasema, qulta li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anasema huyu Ya'la bin Umayya kwamba nilimuuliza au nilimwambia Umar bin Khattab, laisa alaykum junaha an taksuru min as-salati
in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru fakad amana an-nas. Asema nilimwambia Umar bin Khattab kwamba aya hii Allah subhanahu wa ta'ala alipoiteremsha kwamba si vibaya kwenu mkapunguza swala mnapokuwa safarini kwa kuchelea fitina za makafiri. Sasa si tuko kwenye amani, kipi kinachotufanya si tukapunguza? Fakala Umar bin Khattab akamwambia huyu bwana, ajibtu mimma ajibtu minhu, unashangazwa na lile lililonishangaza mimi kabla yako wewe. Asema fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalika, nilishamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu jambo hilo. Fakala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akanijibu, anasema sadaqtu tasaddaqa Allahu biha alaykum faaqbalu sadaqatuhu. Hii ni sadaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, basi ikubalini sadaka yake. Kwa hiyo hichi kitendo cha kupunguza swala, hichi kitendo cha kupunguza saumu kilitolewa, zilikuwepo sababu za kuchelea makafiri ambao wangekuwa wakiwasumbua watu mabarabarani. Lakini pamoja na kwamba sisi tuna amani leo, tunaweza tukasafiri kwa ndege, kwa treni bila wasiwasi, lakini hii ni sadaka, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipoitoa nafasi hii kisha hakuifuta hii aya, akasema sasa basi ametuachia ni sadaka. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Allah subhanahu wa ta'ala anafurahia kuona watu wanatumia sadaka zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anawapa. Kwa hiyo tunapokuwa safarini tuwe tunapunguza swala zetu, penye rakaa 4 tunaziswali rakaa 2, na pia tunachanganya. Kitendo cha kuchanganya swala hiki ni kitendo ambacho mwanadamu ameruhusiwa pale anapopatwa na dharura ya aina nyingi tu, lakini kwa sababu unapokuwa safarini, safari nayo ni dharura. Unaweza ukawa umepata sehemu ya kuswali au usipate, unaweza kuwa umepata mahali pazuri, unaweza kuwa umepata nafasi au usipate. Ukaruhusiwa pale unaposafiri upunguze swala na uchanganye swala, kwa maana ya kwamba unaweza kuiswali adhuhuri na alasiri, unaweza kuiswali magharibi na isha kwa kuzichanganya. Asubuhi haichanganywi. Na hii adhuhuri na alasiri katika kuchanganya kwake pia ukapewa nafasi, kuna jamu takdim, kuna jamu taakhir, yani kuna jamaa ya kutanguliza na jamaa ya kuchelewesha, kwa maana ya kwamba unaweza ukafika wakati wa adhuhuri, kwako wewe ikawa ni tabu kuswali, basi utakwenda mpaka wakati wa alasiri. Wakati ule utaswali alasiri zako 2 na ile ya dhuhuri yako 2, inaitwa jamu taakhir, uliichelewesha ile ya dhuhuri. Au ikiwa utakuwa adhuhuri umepata nafasi, unaona mimi swali kabisa alasiri, hii inaitwa jamu takdim, jamaa ya kutanguliza. Utaiswali ya dhuhuri yako 2, utaswali na alasiri yako 2 kwa pamoja. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kuyafahamu yale tusiyojua, na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kuyafanyia kazi. Inshallah tutaendeleza darasa hili ya swala ya safari, kama nilivyotangulia kusema, lina maelezo kidogo marefu. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.